Watu zaidi ya 300 wakiwemo viongozi wa mila na serikali wameshiriki katika tukio kubwa la kumsimika kiongozi wa mila Laigwanan wa ukoo wa Mama Sita katika wilaya ya Simanjiro mkoani Manyara, huku akikatazwa kuchukua rushwa pale anapowasaidia watu pamoja na kutokuwa na upendeleo anapowasaidia watu. Asante, mimi kwa majina ninaitwa Godson Nduya Lukumae. Mimi ni kiongozi wa mila kwa maana Laigwanan ni mkazi wa kijiji cha Terat wilaya ya Simanjiro. Na hapa tulipo ni Terat, na dhumuni kubwa la kukutana hapa viongozi wa mila pamoja na jamii ni kukutana kumsimika kiongozi ambaye atakuwa ni Laigwanan wa boma hili la Super Madri, ukoo wa Mama Sita, ambaye kwa jina anaitwa Saningo. Tukio ambalo limeandaliwa na boma na kumtafuta kiongozi wao kama ilivyo taratibu za viongozi wa mila ama mila yetu, ndio leo tukaitwa rasmi kwa ajili ya kuja kumsimika kwa kiongozi wa boma hili. Na baada ya kumaliza tukio la kumsimika ambalo limefanyika hivi punde ndani ya boma, tukaja nje kwa ajili sasa ya kumkabidhi taratibu zote za kuongoza, miiko pamoja na maadili ya kiongozi ambaye kiongozi anapaswa basi kuwa nayo. Moja ya kazi za kiongozi wa mila katika familia, yeye anakuwa ni kiungo kwa wanafamilia wote ili kuunganisha watu waweze kufanya mambo yatakayoleta usawa katika jamii, lakini pia kusaidia watu wasio na uwezo kiuchumi, kielimu na hata katika mambo mbalimbali kama ndoa, lakini pia kusaidiana na viongozi wengine kwa ajili ya utatuzi wa migogoro ndani ya jamii. Kati ya vitu ambavyo anakatazwa kama kiongozi wa mila ni kuhitaji kipato pale anapowasaidia watu, ni moja ya katazo ambalo anakatazwa, lakini pia anakatazwa kutokuwa na upendeleo wakati pia anatatua migogoro pamoja na kuwasaidia watu, na pia anakatazwa kugairi kwenda kumsaidia mtu pindi anapomlilia, lakini pia anakatazwa kuwagawa watu katika familia na jamii ambayo anaiongoza. Kiongozi huyo Saningo Thomas amekabidhiwa vitu mbalimbali na viongozi wa jamii hiyo, ikiwemo rungu nyeusi inayomtambulisha kuwa yeye ni kiongozi pamoja na kutakiwa kusimamia haki katika jamii hiyo. Ninaitwa Saningo Thomas. Nimefalishwa, nimepewa chuo cha Laigwanan kimila, na nitasimamia kwa haki kwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Uruhusiwi kula rushwa, naruhusiwa kusimama kwa njia ya haki kwa mnyonge na tajiri, hauangalii uso. Nimekabidhiwa zile haki za mila, ndio imefuata, ndio nikakabidhiwa hii rungu nyeusi. Mimi nitoa pongezi kubwa sana, na mimi baada ya kufika hapa nimeona kuna haja ya msingi jimbo la Simanjiro kugawanya kuwa majimbo mawili kulingana na ukubwa ya jimbo hili na jiografia ya jimbo hili. Kwa hiyo kweli nilisema niwaambie, niwapongeze juu ya tarehe 9 kwa jinsi mlipoungana na Watanzania, lakini nipongeze kamati yangu ya siasa ya wilaya hii kwa kutoa mapendekezo kwa ajili ya kugawa jimbo la Simanjiro kuwa majimbo mawili. Baada ya kusema maneno hayo, niwashukuruni sana. Naomba nibadilishe kwenye lugha yangu sana.